endelea safari ya mteule. Naomba tusome Mwanzo 9 mstari wa 18 mpaka 25. Mwanzo sura ya 9 mstari wa 18 mpaka mstari wa 25. Soma kwa jina la Bwana. Wana wa Nuhu waliotoka katika safina ni Shem na Ham na Yafet. Na Ham ndiye baba wa Kanaani. Hasa kuna kitu muhimu sana hapo ambacho tukiangalia kwa kilindi. Anasema wana wa Nuhu waliotoka katika safina ni Shem, Yafet na nani? Na Ham. Alafu anasema Ham ni baba wa Kanaani. Hazungumzii Yafet ni baba wa nani, hazungumzii Shem ni baba wa nani. Lakini amekwenda moja kwa moja Ham ni baba wa Kanaani. Hilo neno lina maana kubwa sana katika ujumbe unaoendelea. Amen. Katika wana watatu hawa Nuhu, nabii neno amesisitiza sana juu ya huyu Shem, huyu Ham ndio amezungumziwa sana kuliko wale wengine. Na maandiko haya yanaeleza kabisa kwamba huyu Ham ndio baba wa nani? Wa Kanaani. Tuendelee. Hawa watatu walikuwa wana wa Nuhu, na kwa hao nchi yote ikaenea watu. Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu, akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Ham baba wa Kanaani akauona uchi wa baba yake. Unaona tena narudia, Ham baba wa nani? Wa Kanaani. Lakini Kanaani humuoni akipita kwenye safina, kwa sababu kwenye safina amepita Shem, amepita Ham, Yafet na wake zao, baba yao na mama yao. Hazungumzi juu ya nini? Kanaani. Ina maana alikuwa kwenye tumbo mle ndani. Lakini sasa hapa anatamka kabisa tena kwamba huyu Ham baba wa Kanaani. Kwa nini baba wa Kanaani? Tutakuja kuliangalia mbele. Akauona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje, Shem na Yafet. Wakatwaa vazi, wakalitanda mabegani mwao wote wawili, wakaenda kinyume nyume, wakaufunika uchi wa baba yao, na nyuso zao zilielekea nyuma, wala hawakuuona uchi wa baba yao. Nuhu akalevuka katika ulevi wake. Manake ni nini hapo? Manake Ham baba wa Kanaani aliuona uchi wa baba yake, akachungulia kabisa. Baada ya kuchungulia akaona jinsi ulivyo, akaenda kuambia kaka zake. Maana Ham alikuwa ni mdogo katika wale watatu, katika wale watoto wa Nuhu. Akaenda kuambia ndugu zake, twende mkaangalie uchi wa baba, nimeuona. Sasa unaona anasema Yafet pamoja na Shem hawezi kuangalia uchi wa baba yao. Kwa ikabidi achukue ile nguo, ikabidi uende kinyume nyume, wamfunike kinyume nyume bila kuangalia. Jina Bwana litukuzwe. Nuhu akalevuka katika ulevu wake, akajua mwanawake mdogo alivyomtendea, akasema, na alaaniwe Kanaani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Alaaniwe Kanaani. Unaona? Sasa Kanaani ndio Ham. Kwa sababu yu Kanaani ametoka na Ham ambaye ndio anamsisitiza pale, alaaniwe Kanaani. Manake Ham ameshalaaniwa. Lakini mteule kwa kosa alilofanya ambalo tunaenda kuangalia, naomba tuketi. Sasa tutakuja kujiuliza baadaye kwamba kwa nini Ham yule mteule alilaaniwa? Kwa nini alilaaniwa katika wale watoto wa Nuhu na alikuwa ni mwenye haki? Amen. Tunaendelea na somo letu. Wiki iliyopita tulikuwa tunajifunza habari za kujitwalia mke au kumsubiri Bwana akupe mke. Na tukaona kwamba mambo yote ambayo yanafanyika leo yalitokea kule mwanzo. Kwa hakuna jambo jipya. Jina Bwana libarikiwe. Nabii anasema yani kama haya macho yetu na mwili huu ndio waone, lakini zile theofania zetu zinajua. Amen. Kwa hiyo mambo yanayofanyika leo yalikuweko tangu zamani. Kwa unapozungumzia swala la ndoa leo, lilikuweko tangu nini? Zamani. Kama unazungumzia juu ya uchaguzi wa mwanamke wa kuoa au mwanaume wa kukuoa, lilikuweko tangu nini? Zamani. Nabii anasema Seti alimsubiri Mungu ampe mke. Hakujitwalia kama alivyofanya Kaini. Na ndivyo anavyofanya mteule leo. Kwa sababu Seti alikuwa ni mteule. Anasema yule mteule yeyote leo, kwa sababu tu roho yake ni ya Seti, ni ile ya Adamu, ni ya Mungu,
na yeye anapofikia jambo hilo huwa anamsubiri Bwana. Kwa leo hii kuna watu ambao wanajitwalia wake, kuna watu ambao wanamsubiri Bwana awape. Na nabii ametupa maelekezo mazuri. Lakini ni free moral agency. Yaani wewe unaamua mwenyewe kwamba nimsubiri Bwana anipe au nijichagulie mwenyewe. Ni juu yako, Mungu akuzuie. Lakini utavuna kile ulichopanda. Ndio maana Paulo anasema mbele yako kuna mambo mawili haya. Kuna uzima, alafu kuna nini? Kuna mauti. Kwa hiyo chagua, yani chaguo lako. Lakini Paulo anajaribu kutupa ushauri, anasema chagua uzima uishi. Kwa sababu ukichagua kifo utafanya nini? Utakufa. Kwa hata katika swala la kuoa unachagua mwenyewe. Unaona? Uchague kumuomba Mungu akupe au jichagulie mwenyewe, lakini kuna matokeo yake baada ya hayo. Amen. Na ujumbe huu nabii ameeleza vizuri sana, ingawa bado sijaona tafsiri yake ya Kiswahili. The mark of the beast and the seal of God. Alama ya mnyama na muhuri wa Mungu. Now, we find out that Abel, tunaona kisha kwamba Habili, Cain's brother, huye Kaini. Kaini siliu Abel. Kaini alimuua Habili. And God gave Adam another son instead of Abel. Na Mungu akampatia Adam mwana mwingine mbadala wa Habili. Whose name was Seth. Ambaye jina lake lilikuwa ni Seth. And it was a sign. Nayo ilikuwa ni ishara. And a sign from God. Na ishara kutoka kwa Mungu of death and resurrection. Kufa na kufufuka. Kwa nabii anapomzungumzia Habili aliyeuawa, kwa sababu kumbuka kwamba kuna laana ilitolewa katika Mwanzo 3:15. Nitaweka uadui kati uzao wa nyoka na uzao wa nini? Wa mwanamke. Kwa hiyo nyoka alijua kabisa huyu hapa, huyu Kaini, huyu Habili, huyu ni uzao wa mwanamke. Sasa nimkatilie mbali, kwa akamua, akajua nimemaliza. Nabii anasema Habili aliuawa na Kaini, lakini alifufuka. Amen. Kama tu Bwana Yesu Kristo alivyouawa pale msalabani, lakini akafanya nini? Akafufuka. Yule. Sasa nabii anasema Kaini aliyefufuka ndio akaitwa Seti. Kwa unapozungumzia Seti ni Kaini aliye nini? Aliyefufuka. Kwa sio mtu mwingine, ni yule. Ni jina tu ndio limebadilika. Unaona? Hata wakati Yesu anafufuka alikuja na mwili sio ule aliyokufa nao, alikuja na mwili ambao unasema glorified body. Mwili uliotukuzwa. Amen. Kwa hiyo Seti alikuwa ndio Habili aliyefufuka. So Seti never went to the land of Nod to get his wife. Kwenye nchi ya Nod kujitwalia mke. God gave him a wife. Alimpatia yeye. Unaona, Seti ambaye ni mteule sasa hakuhangaika kutafuta mke. Mungu akampa mke. Na Seti wa leo aliyoko mahali hapa, unaona, hata hangaika kutafuta mke. Wakati ukifika Mungu atampa. Nabii ndio ametuelekeza namna gani Mungu akupe mke. Unaona, watu mnaogopa kusugua magoti. Usiposugua magoti hupati mke. Amen. Mungu ndio anajua mke wako yuko sehemu gani wewe kijana. So Seti never went to the land of Nod to get his wife. Kwenye nchi ya Nod kujitwalia mke. God gave him a wife. Mungu alimpatia yeye. But Cain, lakini Kaini, with the mark of the beast on him, akiwa na alama ya mnyama, went out and got him a wife from the land of Nod. Alitoka naye akaenda kwenye nchi ya Nod kujitwalia mke. Unaona, kwa hapa nabii analieleza vizuri kwenye jumbe nyingine unapozifuatilia ya kwamba Kain hakupewa mke na Bwana. Alijitwalia mmoja miongoni mwa dada zake, kwa sababu hakuna watu wengine duniani. Akajitwalia mmoja wa dada zake, afa kaenda Nodi kuanzisha uzao wa nyoka. Sasa dada zake, kwa sababu nabii anasema wanawake hawatajwi kwenye maandiko majina yao. Lakini Adam alikuwa na watoto wa kike. Kuna mchambuzi mmoja anaitwa Josephus akanasema Adam alikuwa na watoto 70. Nabii anaelezea hivi kwenye mafundisho yake. Sasa alikuwa na watoto wa kike. Amen. Kwa hiyo sasa wakati ile damu ina nguvu sana. Kwa hiyo Kaini akajitwalia mmoja kati ya watoto wa kike ambao ni dada zake. Sasa unapozungumzia watoto wa kike wa Adam wote walikuwa ni wateule. Kwa sababu ni mmoja tu ambaye hakuwa mteule, ni Kaini. Ametokana na nyoka, lakini wengine wote, unaona, akina Seti hawa wote na watoto wale wa kike na wengine wote walikuwa ni wateule. Kwa hiyo Kaini alioa mteule, lakini alijitwalia. Ndio maana tukazungumza kwamba nabii anasema hapa dada zetu wote hawa ni wateule, lakini kila mteule huwa ana ubavu wake. Amen. Kwa hiyo kwamba kwa sababu ni mteule basi anaweza kafiti katika kila ubavu. No.
Kila mtu ana ubavu wake. Kwa Kaini akachukua ubavu ambao sio wake kwa sababu hakujua, yeye akajitwalia tu mke akaondoka naye kwenda Nodi kuanzisha uzao. Baada ya kumuua, unaona Habili akawekwa alama. Amen. Sasa akakimbilia kule. Kwa anasema akaenda kule Nodi, amejitwalia mke, and Seth took God's choice. Alichukua chaguo la Mungu. Unaona? Mungu ndiye akamchagulia. Si baba akina Seti wengi. Subiri Mungu akuchagulie. Omba atakuelekeza kwamba ubavu wako katika wote ule ni ule pale. Amen. Lakini bado una uhuru wa kujitwalia mke we mwenyewe. Hajazuia. Ila tu utavuna ulichopanda. It is a perfect type of the denominational church today. Mfano kamilifu wa kanisa la kidhehebu leo. Going out, ikitoka nje, taking in anything, na likiingiza ndani chochote kile. Unaona madhehebu yanajitwalia tu, ikija batizo kwenye Baba Mwana Roho Mtakatifu atakwenda batizo watoto wadogo anakula tu. Wanawake kuhubiri anajitwalia kila kitu. Hasubiri Bwana anasemaje katika neno lake. Na ndio maana anasema kwamba ule uzao wa Kaini ndio madhehebu yenyewe yana alama ya mnyama. Amen. Wenyewe sifa yao ni kujitwalia tu chochote kile anachopewa na kula tu. Amen. Kwa hiyo it is a perfect type of the denominational church today. Mfano kamilifu wa kanisa la kidhehebu leo. Going out, toka nje, taking in anything, likijitwalia chochote kile. But the true church of a living God, lakini kanisa la kweli la Mungu aliye hai, Christ's body, mwili wa Kristo, only takes what the Holy Ghost seals. Uchukua tu kile Roho Mtakatifu utia muhuri. Perfect. Kikamilifu. God has set in the church. Mungu ameweka kanisa. Unaona sasa kanisa ambalo ni mteule sasa lenyewe ni kile ambacho Mungu amesema. Amen. Kwa watoto wa kiume wa Mungu ambao ni wateule watasubiri yule ambaye Mungu amempa. Huyu amesema. Amen. Kwa madhehebu yanameza kila kitu. Na vijana nyinyi hapa mnameza kila kitu. Hapana, mteule lazima uwe na subira. What did the sign come by? Ishara ilikuja kupitia nini? What did the churches mark by? Kanisa lilitoa alama kwa kitu gani? What was the sign? Ishara ilikuwa ni nini? We know Cain had the mark. Najua Kaini alikuwa na alama. Then what was the sign of the resurrection? Basi ishara ya ufufuo ilikuwa ni nini? That is what the church is signed by today. Hiyo ishara ndio kanisa limetiwa muhuri kwao. Unaona Kaini akatiwa alama ya mnyama, ambapo nabii anasema hata madhehebu yote ndio yana alama ya mnyama, lakini kanisa la kweli la Mungu na lenyewe lina alama. Amen. Lakini alama ya kanisa la Mungu la kweli ni ufufuo. Nasema hiyo alama ni Roho Mtakatifu. Amen. Kwa kanisa la kweli la Mungu lina alama ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Limetiwa ule muhuri ambao hauko kwa upande wa Kaini, hauko kwa upande wa madhehebu. Amen. The sign of the Holy Ghost, of the Holy Spirit, ishara ya Roho Mtakatifu, that Christ is not dead, kwamba Kristo hajafa, but he raised from the dead, lakini alifufuka kutoka kwa and wafu, taken in the church, na akaingia ndani ya kanisa. See, unaona, sealing his church, akitia muhuri kanisa lake. There it begins right the two boys, hapo inaanzia hao wavulana wawili, right there, moja kwa moja in the garden of Eden, kwenye bustani ya Edeni, right outside the garden of Eden, moja kwa moja nje ya bustani, the mark of the beast, alama ya mnyama, a wanderer, mzururaji, a fugitive, mtoro, don't know where he is going, hajui ni wapi anaenda, don't know where what he knows, don't know what he does want, hajui kile anachotaka kukifanya. He's a fugitive. Yeye ni mtoro. Ndio maana anapewa chochote anakula, hajui tu, hajui. Amen. But lakini Seth, si ndio mteule, stayed at home, alibaki nyumbani. Seth is not a wanderer. Seth si mzururaji. Seth is not a fugitive. Si mtoro. Amen. Seth stayed at home. Seth alikaa nyumbani. Wakati mwingine ni hangaika kwenda Nodi, kuhangaika huko, Seth alibaki nyumbani. Amen. And he was with his father. Naye alikuwa pamoja na baba yake. Unatulia na Mungu wako, sio kuhangaika kwenye madhehebu kuna huku na huku. He stayed with his father. Yeye alibaki na baba yake. And God, na Mungu, gave him a wife. Akampatia yeye mke. Mnalipata hilo? Hakujitwalia, alimpa, alibaki yeye na Mungu na baba yake, Mungu akampa mke. Amen.
There starts in the lineage. Hapo unaanza huo mtiririko. Unaona wale watoto wawili, huyu mmoja Kaini na huyu mwingine Seti. Sasa unaanza mtiririko. Huyu mmoja anajitwalia, huyu mmoja anapewa na nani? Na kwa nini hili linasisitizwa? Kwa sababu hii ndio inaleta uzao. Kule kuoa na kuolewa, kule kuoa ndio kunaleta nini? Uzao. Amen. Ndio maana linasisitizwa sana hapa. Kwa hiyo hapa uzao unakuja wa watu ambao wanajitwalia wake. Hakuna uzao ambao unakuja ambao watu wanamsubiri Mungu awape wake. Kwa ulianzia wakati ule, sasa upo mpaka leo hii hapa. Wale wanaojitwalia wake na wale wanaomngojea Bwana awape mke, wote wako hapa. Walianzia kule. Kwa hizo zao mbili zinaendelea. And if you would want to chase that down one time, na kama ungetaka kufuatilia huo chini ushuke nao, I better leave it alone. Ni bora ni uache. I just like to prove it to you over and over and over and over and over. Tena na tena na tena na tena. Yes sir. Ndio bwana. That is right. Hiyo ni kweli. There is where it began. Hapo ndipo mahali ilipoanzia. Kwa watu wanaojitwalia wake walianzia pale. Watu wanaomsubiri Bwana wape wake walijitwalia pale. Sikilizeni nyinyi vijana ambao mjaoa. Sikilizeni nyinyi mabinti ambao mjaoa. Kama kuna vijana walifanya makosa huko nyuma, jifunze sana usifanye makosa tena. Ndio maana nasema tunaelekea kwenye kimo cha nini? Cha mtu mkamilifu. Lile ambao ukulijua jana, ukilijua leo, sasa usilifanye tena lile la jana ambalo ulikuwa ulijui. Ukilijua leo, fanya kama neno linavyo nini? Sema, fanya kama nabii anavyo nini? Anaposema. Nabii naamini kuna vijana hapa wengi hawajaoa, kuna mabinti hawajaolewa. Kwa hiyo fanya hapa kama ukujua sasa. Fanya haya ambayo nabii anazungumza. Amen. Now, it behoves us to watch. Inatupasa sisi kuwa macho. Be careful. Weni waangalifu. Be set in the word. Ukae imara kwenye neno. Many things are taking place today which are unscriptural. Mambo mengi yanatendeka leo ambayo si ya kimaandiko. Na uzao wa Kaini kazi yake ni kupotosha maandiko. Tangu mwanzo uzao wa nyoka ni kupotosha nini? Maandiko. Maandiko anasema siku mkila mtakufa, anakuja yeye kupotosha anasema hamtakufa. Kwa kuanzia wakati ule tayari uzao wa Kaini kazi yake ni kupotosha maandiko, kupotosha maandiko. Ndio wanasema kwamba madhehebu yote ni uzao wa Kaini kwa sababu anapotosha maandiko. Wana mafundisho wanadamu ambao hayako pale kwenye neno, lakini wewe baki kwenye maandiko. Be careful. Uwe mwangalifu. Set in the word. Uwe imara, uketi kwenye neno. Let us watch the scripture. Hebu na tuyatazame maandiko. Be sure that where we are right. Tuwe na hakika kwamba tulipo hapo ni sahihi. Uwe na uhakika huo. Amen. Sasa tuangalie, tunazungumza habari za mke, tunazungumza habari za uzao. Unapozungumzia habari za mke tunaanzia kwa Adam. Adam alipelekewa mke na Mungu. Jina Bwana barikiwe. Alipelekewa mke na nani? Na Mungu. Unasema ndio ilibidi hiyo kwa sababu kulikuwa hakuna mwanamke yote duniani, ndio. Lakini alipelekewa. Hebu tuangalie katika Mwanzo 2:21 mpaka 22. Mwanzo 2:21 mpaka 22. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu alioutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Unaona sasa kilichotokea hapa? Kwamba akamchukua mke wa Adamu kutoka ndani yake yeye mwenyewe, kwa sababu mke wa mtu yuko ndani ya mume wake. Maana maandiko yanasema mwanaume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, ila mwanamke kwa ajili ya nini? Mwanaume. Sasa akamtoa mwanamke kutoka kwenye nini? Kwenye mwili wa Adamu. Mungu huyo. Lakini baada ya kumtoa hakumwacha pale, yeye mwenyewe akamchukua yule mwanamke akampelekea nani? Adamu. Kwamba sasa huyu ni mke wako. Kwa hiyo Adamu alipomwona akasema kweli huyu ni nyama katika nyama yangu, ni mfupa katika mfupa wangu. Si ndio? Kwa hiyo Adamu alipelekewa mke na Mungu. Tutaangalia huko unaona. Kwa hiyo Mungu alimpelekea Adamu mke kutoka kwenye mwili wake mwenyewe. Adamu hakujichagulia mke. Na wewe ukiwa uzao wa Adamu usijichagulie mke. Muombe Mungu kwa kumaanisha atakuletea mke kutoka kwenye mwili wako mwenyewe. Anajua kabisa kwamba ule ubavu wako uko sehemu fulani. Mwite Mungu akaulete ule ubavu akuletee wewe, kama alivyofanya kwa Adamu akampelekea ule ubavu. Amen. Kwa hiyo omba kwa kumaanisha atakuletea mke kutoka kwenye mwili wako, kwa maana mke wako ni sehemu yako.
na Mungu ndiye anayemjua yuko wapi, sio wewe. Mungu anajua ubavu wako uko wapi. Mara nyingi baadhi ya waaminio wana mizozano isiyoisha katika ndoa zao kwa sababu mume alioa mke ambaye sio ubavu wake, kwa hazifiti. Amen. Na kwa sababu hazifiti, ile mbavu haufiti pale, utakuwa ni mwiba tu. Utakuwa ni mwiba tu. Unaona, anakuwa anaoa ambaye sio wake, alikuwa ni sehemu ya mume mwingine, hivyo ule ubavu unashindwa kuunganika. Unaona? Ukiwa ubavu mwingine hautashindwa kuunganika pale. Kwa hiyo itakuwa ni mgogoro, mnagawana vyumba, mnatukanana, mna nani. Hivyo mtatoka nje mkirudi ni migogoro kwa sababu ule ubavu haujaunganika pale. Umechukua ubavu wa mtu mwingine. Amen. Na hii inatokea kwa sababu vijana wengi wa kiume huoa kwa kuiga na wasichana hivyo. Ni uongo ni ukweli kwamba watu wanaoa kwa kuiga? Tuangalie, tuzungumze, ni fundisho hilo. Watu wanaoa kwa kuiga au kuolewa kwa kuiga. Unaona? Hawataki kubaki katika utulivu na kumngojea Bwana. Sasa kwa kuiga namna gani? Unaona? Wanasikiliza roho zinazoshawishi. Unaona? Wewe rafiki yako ameoa, wewe unasubiri nini kuoa? Unaona? Rafiki zako wote wameoa, wewe unasubiri nini kuoa? Roho zinazoshawishi. Kwa nini? Ni kweli anaona rafiki yake yule ulisoma wote darasa moja ameshaoa, mwingine ameshaoa, yeye bado kina lazimika naye sasa aoe. Anaiga, hajafunua chochote. Unajua wewe dada unazeeka, unasubiri nini? Unazidi kuwa mzee. Na naye akijiangalia na mimi nakuwa mzee, afadhali niolewe. Unaona? Hana uhusiano wote na Mungu, yani kwa kuiga kwamba unaona umri unakwenda kwa inabidi niolewe. Unaona? Kwa hiyo huyo mwanaume yeyote atakiwa anakuja ndio matatizo mpaka unaolewa, baadaye unapovuna ulichopanda unasema afadhali nisingeolewa. Amen. Kwa hiyo ndio kuna roho zinazoshawishi. Zingiza zinatoka kwa wazazi. Unasubiri nini wewe? Umekuwa mkubwa. Unaona? Jina Bwana barikiwe. Sasa kwa kufanya hivyo utakuta mtu anajitwalia mke kwa sababu yeye alikuwa bado hakuandaliwa ndani yake kwa ajili ya kutafuta mke na kusimama katika utulivu na kumwomba Bwana. Kwa hiyo tunaingia kwenye matatizo. Amen. Sasa tuangalie ule muunganiko wa hovyo. Muunganiko unaitwa wa hovyo. Unaona, ambao ulitokea katika Mwanzo 6. Tunarudi kule tunaendelea hizo safari inaendelea. Sasa Kaini alikuwa mwana wa Hawa. Yeye alisema nimempata mwana, lakini Seti alikuwa mwana wa Adamu. Angalia sasa nabii anavogawa hapa. Kaini hakuwa wa Adamu hata kidogo, lakini alikuwa kwenye tumbo la Hawa. Kwa nabii hapa anasema Kaini alikuwa mwana wa Hawa, alipitia kwenye tumbo lake ile mbegu ya nyoka. Akasema nimempata bwana, lakini Seti alikuwa mwana wa Adamu. Ndipo Mungu akawatenganisha kwa sababu asingemwacha, asema wangepotoshana. Unaona, huyu mwana wa nyoka na mwana wa Mungu huyu wangepotoshana, wangeishi pamoja. Kwa Mungu akaamua kufanya nini? Kuwatenganisha. Amen. Ili watoto wa Mungu wasipotoshwe, anasema mbona wangepotoshana? Watoto waovu wa Kaini wangewapotosha watoto wazuri wa Seti. Kwa mtu anayepotosha ni mtoto wa Kaini ndio anampotosha mtoto wa Seti. Mtoto wa Seti hampotoshi mtoto wa Kaini. Naelewa? Sasa kwa sababu huyu mtoto wa Seti ni mteule na uzao wa Kaini kazi yake ni kupotosha neno la Mungu, ndio anapotosha na watoto wa Mungu anawaondoa hata kwenye neno. Ukiona ushawishi ambao ni kinyume na neno, unatoka kwa upande ule mwingine. Kwa Mungu kama kuwatenganisha. Amen. Uzao wa Kaini, na anasema akawatenganisha kwa sababu wangepotoshana. Watoto waovu wa Kaini wangewapotosha watoto wazuri wa Seti. Kazi ya uzao wa Kaini ni nini? Ni kupotosha. Hiyo ni kweli. Kwa unaposhawishiwa wewe mwaminio, lazima uchanganye na akili zako. Na akili zako ukitaka zifanye kazi ni kusimama katika neno. Stay with the word. Haijalishi baba anasema nini, haijalishi nani anasema nini, haijalishi nani anasema nini. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Kaini akamjua mke wake, na huyo alikuwa ni dada yake. Na akampeleka katika nchi ya Nodi,
na kukatokea yale makabila makubwa ya duniani, watu wa kidini na waabudu. Haya, makabila mawili yanatokea. Hebu tuangalie ndugu. Angalia sasa yani nabii anavyoyapanga hapa. Yale makabila mawili yanatokea sasa duniani, yanaanzia pale sasa. Unaona? Ile red mark ambayo tusema ni uzao wa nyoka, wanaitwa ni watu wa kidini. Watu wa nini? Wa kidini. Na ukiangalia madhehebu yote ni watu wa nini? Wa kidini. Wanamwabudu Mungu lakini katika mwili. Alafu upande huu mwingine wa Seti anasema ni waabudu. Kwa hiyo nabii hapa anatenganisha, anasema zile koo mbili zinatokana na hao watoto wawili. Mmoja kaita watu wa kidini, mmoja kaita watu wa nini? Waabudu. Hawa wa kidini na waabudu Mungu akawatenganisha. Wa kidini wana safari zake, waabudu wana safari zake. Lakini shetani akaenda kuwaunganisha katika Mwanzo 6. Ndio maana nasema kulikuwa na muunganiko ovyo katika Mwanzo sura ya 6. Amen. Sasa tazameni, na Ibilisi yule wa kale alimfanya Hawa kutokuamini neno moja la Mungu na kuambia wajitenge wenyewe kwa wenyewe na waishi tofauti. Kila mmoja waishi tofauti. Ibilisi huyo aliingia miongoni mwao na kuwaleta pamoja tena katika Mwanzo 6. Unaona? Mlilipata hilo? Semeni amina. Ndivyo nabii anavyosema hapo. Kama mlilipata, semeni amina. Aliwaleta pamoja tena chini ya muungano haramu, tendo la Mungu, yani kinyume na mpango wa Mungu. Yeye Mungu amewatenganisha, afu Ibilisi analeta pamoja pale. Mpango wa Mungu ilikuwa ni kuyatenganisha haya makabila mawili, la watu wa kidini na waabuduo. Ilikuwa ndio mpango wa Mungu kuwatenganisha, na mpaka leo ndio unaendelea. Lakini mpango wa shetani ni kuyaunganisha licha tofauti zao. Amen. Ndio maana hata madhehebu yenyewe yanatofautiana moja kwa nyingine, lakini kazi yake Ibilisi anayounganisha pamoja, au mmoja wa madhehebu duniani. Kwa sababu ndio kazi ya Ibilisi kuunganisha watu hao. Naona, lakini Mungu anatenganisha. Hata maandiko yanasema, je, watu wawili wawezaje kutembea pamoja isipokuwa wamepatana? Neno la kawaida katika Amos 3:3. Amen. Uzao wa nyoka ulimzaa Kaini. Kaini akaenda nchi ya Nodi akazaa Nefli, kisha wakaja kwenye nchi ya Nuhu. Unaona, wakati sasa ana nani? Kwa kuna kitu fulani kwa kina msukuma Ibilisi kwamba anatafuta uzao wa Nuhu uko wapi? Uzao wa Seti uko wapi? Kwa akatoka kule Nodi, ndio maana akashuka wanakuja kufuata uzao wa nini? Wa waabudu huku. Uzao wa waabudu haukwenda kule juu kuwafuata uzao wa nini? Hawa wakawatafuta kwa wapi ili waunganishe pamoja. Unaona? Mpaka akawapata kwenye Mwanzo 6 akaunganisha ni pamoja. Ibilisi ndio kazi aliyoifanya. Amen. Wana wa Mungu, ilisema Biblia mwanzo waliona binti za wanadamu, wana wa Mungu au watoto wa Seti waliona binti za wanadamu, watoto wa Kaini ambao ndio binti za wanadamu, jinsi walivyokuwa warembo. Basi walifanya nini? Waliwatamani, nao wakaungana pamoja tena kwa sababu ya urembo, kwamba walikuwa ni wazuri kwa kuonekana. Na ndivyo ilivyo wana wa Kaini walioko hapa. Akitaka kuoa atamtafuta msichana ambaye ni mrembo kwa kuonekana. Kwa ni roho ile. Jina la Bwana libarikiwe. A false union, muunganiko haramu, brought judgment, ileta hukumu on the earth, duniani, to Eve and Adam, kwa Adamu na Hawa, in Eden. And a false union brought the flood of God's judgment on the earth, leta mafuriko ya hukumu ya Mungu duniani, because that the daughters of Cain, kwa sababu binti za Kaini, flirted with the sons of God, walitembea na kucheza na kimahaba, and they fell for it, na wakaanguka kwa jambo hilo, and united together again, na wakaunganika pamoja tena. Kwa sikilizeni ndugu dada, hata ambao hamjaoa au kuolewa. Kuoa au kuolewa na asili unaleta nini? Judgment, hukumu tangu mwanzo. Kwa hiyo utakapooa asiamini, utakaolewa na asiamini, lazima ujue hiyo ni false union, muungano haramu. Kwa hiyo at the end of the day lazima utakuwa judged, mwisho wake utahukumiwa. Kwa hiyo judgment utaiona wakati wa maisha ya ndoa. There you are. Hapo ndipo ulipo. False union, muungano haramu. Nothing could happen. Hakuna kingeweza kutokea. Hapo ndipo mke wa Hamu aliingiliwa kimahaba na mmoja wapo wa wana wa Kaini. False union, muungano haramu. Amen.
Kwa alipoingia kimahaba na mmoja wapo aona Kaini, bado muungano ule haramu, akapata ujauzito wa Kushi. Amen. Ambao ndio akapita nao kwenye nini? Kwenye safina. Kwa sababu bado akamzaa Kushi. Kushi ndio akamzaa Nimrod, ambao nabii anasema huyu ni uzao wa nyoka, ni uzao wa Kaini. Unaona? Kwa hiyo unaona first union ilipofanya makosa. Kwa hiyo naye akapata huyo mke wa Hamu akapata mimba ya nani? Ya mmoja wa watoto wa nyoka. What did God do? Mungu alifanya He kitu gani? destroyed the whole thing. Yeye aliangamiza. Oh, but precious old Noah and his family. No, lakini wa thamani Nuhu kale na Wakapita familia pale. yake. Sawa. Kwa hiyo tutaendelea sasa kumfuatilia Hamu. Bwana akichelewa tutaendelea kumfuatilia nini? Hamu. Alafu tutaendelea kufuatilia maisha yake hata baada ya gharika. Kuangalia ile post union jinsi ilivyo mbaya. Amen. Bwana awabariki.